Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tusigawanyike, ahimiza umoja kulinda mapinduzi, apongeza Zanzibar amani uchaguzi mkuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Kumekucha Kizimkazi Samia kushiriki leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mavunde agiza masoko ya madini yafungwe saa 3 usiku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Ofisa usafirishaji jela miaka 3 wizi betri za magari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Da kupangwa upya ujenzi wa magorofa 200 kukaguliwa kuegesha malori barabara za Mandela Kirwa mwisho Agosti 16. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili pia limeandika kutoka mipango hadi utekelezaji dira 2050 TANESCO TPDC kuwa mashirika ya kibiashara. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Mikakati usalama wa mafuta hadharani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mabasi yote yaagizwa kuishia stendi ya Magufuli. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia askofu teki wagusa hisia, mazungumzo yao yatajwa ni safari mpya ya maridhiano, wadau wataka makundi mengine yafikiwe, LHRC CCT Sheikh Ponda wafunguka. Haya habari katika ukurasa wa 5. Nukuu ya Florence Masawe wa LHRC ikisema lazima ukweli uwepo, kama ameanza kushirikisha wadau ni jambo jema. Ukiunda tume ya maridhiano lazima uwe na uwakilishi mpana. Sasa usipokuwa na uhusiano mzuri na watu, itakuwa ngumu kupata uwakilishi bora kwenye safari ya maridhiano. Gazeti hili limeandika serikali sasa kuingilia kati kupanda kwa bei ya saruji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Siasa mbio za urais 2030 zinavyopasua vigogo CCM. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Happiness kutoka mlinzi hadi dereva wa Rais Samia. Happiness Alphonse hakuwahi kufikiria kwamba siku moja kazi yake ya kuendesha mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi ya kampuni ya Moffat yanayohudumia njia ya Mbagala jijini Dar es Salaam ingemweka katika nafasi ya kumwendesha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Lissu alivyohoji kuteswa agusia wanaohusika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti Mwananchi pia limeandika pole sana mama. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimjulia hali mama Fatuma Karume ambaye ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Mama Karume anapatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba Zanzibar. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Marekani kuendeleza ushirikiano ni katika nishati, afya na uwekezaji. Ushirikiano kati ya wataalamu wa pande zote wasisitizwa kuwezesha utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. RC Chalamila atoa siku 7 kwa mabasi abiria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Maendeleo ya mfumo wa uwekezaji wa dijitali ya saini kwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Majira limeandika Balozi Nchimbi akoleza shamra za Kizimkazi. Habari katika ukurasa wa 2. Mainstream yanakuwa tuzo 2. Habari katika ukurasa wa 4. Trump Iran wakitudai na sisi tutawadai. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye limeandika kikao cha Rais Samia TEC chaibua mjadala ni kilichofanyika jijini Dodoma kikibeba ajenda ya maridhiano umoja wa taifa. Akiwa Zanzibar, rais akemea chuki kwa kutumia mfano wa soka, dakika 90 zikiisha kuna haja ya kulumbana tena. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Baadhi ya wadau waliotoa maoni ni pamoja na Askofu Nelson Kisare, Dr. Anna Henga, wakili Levocatus Kuli pamoja na Devuta Minja. Chadema yashtakiwa tena kortini, ya habari katika ukurasa wa 7. Panya wasua kunasa utoroshaji wa nyaraka za serikali, habari katika ukurasa wa 7. Uchaguzi mkuu Zambia leo kuamua hatima ya Hichilema, habari katika ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika Lissu ahoji vyombo nyeti kutoshirikishwa kupeleleza kesi yake, habari katika ukurasa ni pamoja na ukurasa wa 5. Wachimbaji watumia injini ya pikipiki kutoa viroba katika mashimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Nalo gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu ni muda tu, habari katika ukurasa wa pili. Rostam azidiwa kwa Ruto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, habari picha ikimwonyesha Isaya Yenga akimkumbatia mkewe Charin Ruto ambaye ni mtoto wa rais wa Kenya William Ruto. Askofu waonya kulea watoto mayai, habari katika ukurasa wa 6. Soko la utalii la tekwa, wazawa walalamika, bunge liingilie kati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Michezo, Selemani Mwalimu ailiza Simba katikati ya dabi leo, habari katika ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hakuna kisingizio, magwiji watoa utabiri, refa ni Arajiga kutoka Manyara. Huu ni mchezo wa ngao ya jamii, Yanga dhidi ya Simba, uwanja wa New Amani Zanzibar. Mashabiki 15,000 wanatarajiwa kutazama mchezo huo leo Jumatano saa 2:30 usiku. Habari picha ikionyesha makocha wa Simba pamoja na Yanga Sports Club. 5 za mwisho ngao ya jamii, Simba dhidi ya Yanga. Yanga walipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Simba 2025. 2024 Yanga walipata ushindi wa bao 4-1 dhidi ya Azam FC. 2023 Simba walipata ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Yanga. 2022 Yanga alipata ushindi wa goli 2-1. 2021 Yanga alipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Simba Sports Club. Mwanaspoti limeandika filamu ya Mwalimu saa 6 mchana kuondoka Dar, saa 7 mchana yupo Zanzibar, saa 11 jioni mazoezini Simba, saa 2 usiku hotelini Simba, saa 3 usiku anabeba mabegi na anaondoka saa 5 usiku yupo uwanja wa ndege, saa 1:30 usiku yupo Dar, saa 12 kamili asubuhi anatangazwa Yanga Sports Club. Gazeti hili limeandika ni fedha, ushawishi na ushap, kila kitu kipo hivyo. 10 idadi ya mabao aliyofunga akiwa na Simba Sports Club msimu ulioisha. Ndani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika kadi ya njano UEFA yaundiwa zengwe, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. UEFA leo Jumatano ni PSG dhidi ya Aston Villa saa 4 kamili usiku Red Bull, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo. Gazeti Habari Leo limeandika usajili wa Mwalimu, Yanga waichanganya Simba, hawataamini macho yao. Ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Azam yamrejesha kundini Sila, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti limeandika miaka 30 ya Bongo Flava yatoa Dodoma, habari katika ukurasa wa 21. Trump ajitosa kumtetea Infantino, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikimwonyesha mshambuliaji mpya wa Yanga Selemani Mwalimu katikati akiwa na makamu wa rais wa klabu hiyo Arafat Haji kulia, na meneja wa habari na mawasiliano Ali Kamwe akiwasili kwenye kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Abeid Karume Unguja jana akitokea Dar es Salaam alikosaini utua Jangwani. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani. Gazeti hili limeandika Mangungu, hatuna cha kujibu kuhusu usajili wa Mwalimu. Mwenyekiti huyo amesema Wydad Casablanca ndio waliamua kufanya. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20.
ubora udhaifu. Simba Yanga dabi ya leo Zanzibar, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari picha ikimwonyesha Selemani Mwalimu na Arafat Haji. Na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali nchini Tanzania siku hii ya leo, siku ya Jumatano. Asante na kwaheri kwa sasa.